jeshi la Sudan limeuzingira uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum wakati mapigano makali yakiendelea sehemu mbalimbali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF. Hata hivyo, baadhi ya vyanzo vinasema kuwa jeshi la Sudan tayari limechukua udhibiti wa uwanja huo wa ndege. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Taarifa ya kukombolewa kwa uwanja wa ndege kutoka mikononi mwa wanamgambo wa RSF imetolewa na msemaji wa jeshi la Sudan, Nabil Abdallah, aliyethibitisha kwamba vikosi vyao sasa vinaulinda kikamilifu uwanja huo wa ndege unaopatikana katikati mwa jiji. Kulingana na taarifa ya jeshi ni kwamba vikosi vyao vinaendelea na mapigano kwenye eneo la kusini mwa Khartoum na kwamba vimelizingira eneo la kimkakati la Jebel Auliya na kusisitiza kuwa wanamgambo wa RSF waliosalia sasa wameanza kukimbia kwa kuvuka mto katika jimbo la White Nile kwa kutumia daraja la Jebel Auliya ambalo ndio njia pekee ya kuondoka eneo hilo. Mafanikio haya yanajiri siku moja baada ya jeshi la Sudan kushutumiwa kwa shambulio baya zaidi la anga katika soko huko magharibi mwa Darfur na kuwaua takriban watu 270. Hata hivyo, milio ya risasi bado imeendelea kusikika mjini Khartoum. Baada ya kuimarisha vikosi na silaha zake, jeshi la Sudan linaonekana kukaribia kuudhibiti kabisa mji mkuu Khartoum, ambao serikali yake ililazimika kuukimbia mwanzoni mwa vita kuelekea katika mji wa bahari ya Shamu wa Port Sudan. Jeshi hilo lilianzisha wiki iliyopita operesheni kabambe ya kupambana na wanamgambo wa RSF kwa lengo la kuwafurusha katika mji mkuu Khartoum walipokuwa wameweka ngome yao. Ijumaa iliyopita, jeshi lilikomboa ikulu ya rais na kuchukua udhibiti wa majengo ya taasisi kadhaa za serikali. Video iliyopeperushwa kwenye mitandao ya kijamii na ambayo haikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru imewaonyesha wakazi wa Khartoum wakisherehekea kufuatia pigo hilo jipya kwa wanamgambo wa RSF. Tangu kuanza kwa vita, RSF imekuwa ikilaumiwa kwa kukalia kwa mabavu makazi ya raia, kuwapora mali zao, kuhusika na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na kadhalika. Hata hivyo, jeshi na wanamgambo wa RSF wote wamekuwa wakituhumiwa kwa kuwalenga raia na kushambulia kiholela maeneo ya makazi. Marekani iliwawekea vikwazo mahasimu wawili katika mzozo huo ambao ni mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani, kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Daglo. Vita vya Sudan vilivyoanza Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya maelfu ya watu huku mamilioni ya wengine wakilazimika kuyahama makazi yao.